Naam, mtazamaji, ripoti za hivi punde zinasema ya kwamba Samia Suluhu kwa maneno yake binafsi amefunguka ya kwamba yupo tayari kumsamehe Tundu Lissu na huenda ndani ya masiku machache yafuatayo huenda tukamwona Tundu Lissu akiweza kuachiliwa huru kutoka katika gereza la Ukonga, Dar es Salaam. Na mtazamaji, kabla ni kujuze yote haya na kukumbusha tu, huwa nakwambia kila siku ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anaonekana kuwa yupo upande wa Tundu Lissu, na hakika mwishowe Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru, na kuna habari njema ambazo zimeweza kuibuka jioni ya leo. Lakini kabla ni kusome ujumbe huo kutoka kwa Samia Suluhu na nikwambie ni nani ameusambaza na ni kwa jinsi gani ripoti hizi zimemfikia Tundu Lissu gerezani, na kuomba unifahamishe unanisikiliza au unanitazama ukiwa maeneo gani. Kama upo nje ya nchi niambie unanitazama ukiwa taifa gani, na kama umo humu katika taifa letu la Tanzania basi niambie unanitazama ukiwa mkoa ama maeneo gani. Mtazamaji, mzozo mpya wa kisiasa umeibuka nchini Tanzania leo baada ya mwanaharakati wa upinzani maarufu kusambaza madai ya vilipuzi akidai kuwa Samia Suluhu Hassan ametuma wajumbe kwa siri katika gereza la Ukonga, Dar es Salaam kufanya mazungumzo na Tundu Lissu huku akiwa bado kizuizini. Kwa mujibu wa maelezo ya mwanaharakati huyo, ziara inayodaiwa kuwa katika gereza la Ukonga, Dar es Salaam ililenga kumshawishi Tundu Lissu akubali maelewano ya kisiasa na Samia Suluhu, na iwapo tu ataweza kukubali maelewano haya, basi serikali ipo tayari kumsamehe au kumwachilia huru. Mtazamaji, madai haya yanayoenea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii na kuibua mjadala mkali wa umma kuhusu mustakabali wa kisheria na kisiasa wa Tundu Lissu hatimaye umeweza kuleta taarifa njema na matumaini kwa wengi. Wafuasi wa Tundu Lissu wamejibu kwa mchanganyiko wa hasira, mashaka na dhamira, huku wengine wakionekana kuunga mkono. Mgogoro huo unaoendelea kwa mara nyingine umemweka Tundu Lissu kwenye kitovu cha tahadhari ya kitaifa. Katika maelezo ya mwanaharakati huyo aliyosambaza madai hayo kutoka kwa Samia Suluhu, watu waliotajwa kwa wasaidizi wa siri wanadaiwa kumjulisha Tundu Lissu kwamba anaweza kusamehewa iwapo angekubali kuiongoza Chadema katika mchakato wa maridhiano ya kisiasa, na hili ndilo sharti ambalo amepewa kutoka ikulu ya CCM. Hata hivyo, simulizi hii inamwonyesha Tundu Lissu kuwa anakabiliwa na mkanganyiko mkubwa wa kimaadili na kisiasa na kutoa uamuzi hivi karibuni. Hadithi inaonyesha kuwa Tundu Lissu alikuwa anaombwa kufanya biashara ya uhuru wa kisheria kwa ushirikiano wa kimkakati na maridhiano. Ingawa madai hayo bado hayajathibitishwa na mamlaka, yamezidisha uvumi kuhusu sababu za kuendelea kuwekwa kizuizini kwa Tundu Lissu. Miitikio ya umma imetofautiana kutoka kutoamini hadi kulaani moja kwa moja. Mzozo unaendelea kushika kasi mitandaoni sasa. Kwa mujibu wa simulizi hiyo ya mwanaharakati huyo maarufu, Tundu Lissu anaripotiwa kuhoji msingi wa msamaha wowote kutoka kwa serikali au Samia Suluhu, akisema binafsi Tundu Lissu kwamba hakufanya uhalifu au kosa lolote na hivyo hahitaji msamaha wa mtu. Tundu Lissu anasema hadithi hiyo inamwonyesha Tundu Lissu akikataa kabisa wazo la msamaha wa masharti unaohusishwa na maamuzi ya kisiasa au maridhiano. Wafuasi wameongeza taswira hii wakimweleza Tundu Lissu kuwa mkaidi licha ya shinikizo hilo. Taswira kama hizo zimeimarisha taswira yake miongoni mwa wafuasi waaminifu kama kiongozi asiyetaka kuafikiana na kanuni. Wakati huo huo, wakosoaji wanaomba tahadhari, wakibainisha kuwa tuhuma kuhusu matibabu ya Tundu Lissu gerezani lazima zihakikishwe kwa makini. Vita vya hadithi hii mitandaoni vinaendelea kuunda mtazamo wa umma. Mtazamaji, nisikuzungusha sana, ningependa nikusomee ujumbe huo au tovuti au barua hiyo ambayo imeandikwa moja kwa moja kupitia tovuti ya mtandao wa kijamii wa Hilda Newton kupitia mtandao wa kijamii wa X almaarufu Twitter. Mwanaharakati huyu wa upinzani Hilda Newton aliandika hivi: mama alituma wasaidizi wake gereza la Ukonga, wakamwambia Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba mama yupo tayari kumsamehe Mheshimiwa Lissu, ila sharti lake ni moja, akubali kuipeleka Chadema kwenye maridhiano. Mheshimiwa Lissu aliwaambia, sihitaji anisamehe wala kupewa masharti kwamba ukitoka ufanye hivi, ila nataka afute hii kesi kwa sababu ni ya uongo, na yeye anajua na dunia inajua kwamba mimi sio mhalifu. Hata hivyo, mama anatumia kesi ya mchongo ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Lissu ili kumkosoa.
Ndo maana mpaka leo mahakama ya rufani haijapanga tarehe ya kuanza kusikiliza rufaa ambayo imekatwa na mawakili wa serikali. Mtazamaji, kabla nisonge mbele, ni kukumbusha haya yote si maneno yangu, ni taarifa moja kwa moja kutoka kwa mwanaharakati aliye na ukaribu na Tundu Lissu anayefahamika kama Hilda Newton. Aliendelea kuandika kwamba mama anadhani kwa kufanya hivi itafika muda Mheshimiwa Lissu atampigia magoti na kukubali kuipeleka Chadema kwenye maridhiano. Uzuri Mheshimiwa Lissu alishasema kama wanataka kumnyonga kwa hii kesi ya uongo yupo tayari, ila hatompigia magoti mtu yoyote. Halafu hata hivyo, kesi ya mgawanyo wa mali za chama na mazuio ya chama kufanya shughuli zake za kisiasa ni mwendelezo huo huo wa kublackmail viongozi kwamba mkikubali kuingia kwenye maridhiano basi hizi kesi zote zitafutwa. Nakumbuka wakati wa uchaguzi mama na vibaraka wake walikuwa wanasema kwamba Chadema wanajiona wao ni special sana, wakati Tanzania vyama vya upinzani viko vingi. Sasa kama vyama vya upinzani nchini viko vingi sana, kwa nini yupo desperate, anahangaika na kutumia nguvu kubwa kiasi hiki kutaka Chadema ikubali kuingia kwenye maridhiano, si akaridhiane na hivyo vyama vingine walivyosema ni vingi? Labda tumkumbushe tu kwamba Chadema ni chama cha wananchi na Watanzania, iko moyoni kwa watu pia. Chadema imebeba matumaini ya Watanzania wengi. Chadema ndo chama pekee chenye legitimacy kwenye nchi hii, so tutalinda legitimacy yetu kwa wivu mkubwa. Mtazamaji, haya yote si maneno yangu kama unavyotazama kwenye skrini yako. Hili ni chapisho nililolinukuu lililochapishwa na mwanaharakati ambaye ni mkaribu wa Chadema na pia ni mkaribu wa Tundu Lissu ambaye anafahamika kwa jina la Hilda Newton kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter au X. Hata hivyo, washirika wa serikali sasa wanasisitiza kuwa masuala ya kisheria yanayomhusu Tundu Lissu lazima yashughulikiwe ndani ya mifumo ya mahakama iliyowekwa. Wanakataa pendekezo kwamba Samia Suluhu Hassan angeingilia moja kwa moja mashauri ya mahakama au kutuma watu gerezani kumtumia ujumbe huo Tundu Lissu, hii ikimaanisha CCM wenyewe sasa wanapinga habari hizi zinazosambazwa na wanaharakati wa upinzani. Wafuasi wa utawala vilevile wanahoji kuwa madai hayo yanahatarisha kuzusha migawanyiko ya kisiasa. Hata hivyo, sauti za upinzani zinaendelea kutaka ufafanuzi kuhusu hali ya Tundu Lissu gerezani. Tofauti hii ya masimulizi inaangazia hali ya kisiasa inayogawanyika. Vita vya kisheria vimekuwa mtihani wa kisiasa wa kitaifa sasa. Hisia za umma kote Tanzania zinaonyesha nia ya dhati juu ya hatima ya Tundu Antipas Lissu. Kuanzia mijini hadi vijijini, mijadala kuhusu Tundu Lissu ndio inayotawala mazungumzo ya kisiasa leo. Baadhi ya wananchi wanahofia kutokuwa na uhakika kwa muda mrefu kunaweza kuharibu mazingira ya kisiasa ikiwa matarajio hayatasimamiwa kwa uangalifu. Wengine wanaamini ukakamavu aliouonyesha Tundu Lissu kuweza kupinga msamaha huo ambao unadaiwa umetolewa kwake na Samia Suluhu kwa watu waliotumwa wa CCM sasa umechochea ushirikishwaji upya wa wananchi. Vilevile, viongozi wa jumuiya wanahimiza utulivu huku wakisubiri taarifa rasmi. Umakini ulioenea unasisitiza umuhimu wa kitaifa wa kesi hii. Mitandao ya kijamii vilevile imekuwa na mchango mkubwa katika kuongeza madai ya mwanaharakati Hilda Newton kuhusu Tundu Lissu gerezani. Machapisho ya mtandaoni yanayomwonyesha Tundu Lissu kuwa anapinga shinikizo la kisiasa yamewatia nguvu wafuasi wake ndani ya Chadema. Wakati huo huo, taarifa potofu zinaweza kutatiza juhudi za kuelewa hali halisi ya kesi inayomhusu Tundu Lissu kulingana na serikali. Wataalamu wanaonya kuwa wanaharakati wa kidijitali unaweza kuchagiza simulizi haraka kuliko majibu rasmi. Mamlaka zinakabiliwa na changamoto ya kudumisha uwazi bila kuchochea uvumi. Vita vya habari zinazomzunguka kumradhi Tundu Lissu zinaendelea kushika kasi katika mitandao tofauti ya kijamii nchini Tanzania.